Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, ndugu yetu, mtazamaji wetu, tumefika siku ya Ijumaa ambapo ni siku ambayo tunapitia masomo yetu na kujibu maswali yanayotokana na somo letu kwa wiki nzima. Basi wote kwa pamoja tunapoanza tumwalike uwepo wa Mungu na tuanze na Mungu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru maana umekuwa mwema, umekuwa nasi wiki nzima, na siku ya leo tumekuja tena ili tumalize kwa kujibu maswali na kupitia somo nzima la wiki hii. Tunakuomba uanze nasi, tupe uelewa, tunamuombea anayetutazama na yeye apate kuelewa. Kaa nasi tunapoanza hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Kuelewa kafara. Kuelewa kafara. Haya, kuna maswali hapa yatatusaidia kuendelea kuchimba zaidi. Kuna fungu hili kutoka Ufunuo sura ya 13 fungu la 8. Anasema 13:8 anasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu yule mnyama yule. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Unajua wiki hii tumekuwa tukiangalia kwamba Yesu ni kama mwana kondoo au wa Pasaka, mwana kondoo wa Pasaka alichinjwa. Tunajua ni wakati wa Pilato pale. Kwenda pale msalabani. Lakini ile fungu linatuambia alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia au tangu enzi hizo. Hii ina maana gani? Na ina umuhimu gani? Ina maana gani? Ina umuhimu gani kuelewa hivi kwamba alichinjwa kabla? Mimi labda nianze hapa. Ina maana kubwa, kwani naona mpango wa Mungu madhubuti wa mimi kuweza kuokolewa, kupata wokovu. Kwa hiyo ananithamini. Kumbe Mungu anathamini maisha yangu, sio hoi hai tu, sio maisha ya mdudu, ni maisha ambayo yana thamani machoni pake. Sawa. Na kwa mfano naomba nisome hapo kitabu cha Efeso sura ya 1. Efeso sura ya 1 kuanzia fungu la 4 anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu tusio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Anasema fungu la 7, na katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Mimi inanipatia furaha. Kumbe kabla hata ya msingi dunia kuwekwa alinichagua ili niweze kufananishwa na ni kama ile, kumbuka kwenye mtu anakuja anasema bwana, mimi nakufahamu siku nyingi. Mtu anaweza kusema mimi nakufahamu siku nyingi. Nimekuwa nikufuatilia sana. Unajisikiaje? Ni wa thamani. Amenifahamu, amenipenda toka zamani. Nimepata hiyo. Sijui nimekuelewa kwa picha hiyo pia kwamba kumbe sisi tulikusudiwa toka siku nyingi. Kumbe Mungu aliingia gharama, alishakutukusudia kwamba hawa watatakaswa, hawa watakombolewa kwa damu yangu na nini, hata kabla kuwepo sisi. Nimependa. Ina maana gani? Ina muhimu gani? Nadhani yuko amejibu sana kwenye umuhimu wa hiyo kitu. Maana lakini kama unataka kuongeza. Mimi kama tulivyojifunza wiki hii kwamba hata kafara za mbuzi zilikuwa zinatuleta karibu na Mungu. Uwepo wa kafara, Kristo aliyechinjwa au niseme kondoo wa Pasaka aliyechinjwa tangu, ni kwamba Mungu azidi kuwa karibu na viumbe vyake. Amina. Kwa hiyo Yesu anakuja kukamilisha tu ukaribu ule ambao Mungu alipanga kwamba awe karibu na viumbe vyake. Kwa hiyo toka mwanzo Mungu alipenda ukaribu, na ndio maana toka mwanzo wa msingi tayari alichachinjwa ili ukaribu uwepo. Amina.
basi Mungu ni mwema. Ametupenda akaingia gharama. Watu wengine wakisema bwana, hii mimba uliyopata huyu mtoto, daktari anakuambia mimba mtoto wenu huyu ana matatizo, ana udhaifu, watu wanasema abort. Kweli. Lakini Mungu aliona kabisa hawa wanaenda na wapatia mikono kabisa, wao wataitumia hii kunisurubisha pale msalabani. Akasema niko, lakini mwishoni tutakuwa nao sawa. Ni upendo wa namna gani? Na kabla hujaendelea nimepata kuna wenzetu unasikia mtu akijenga nyumba anaweka sijui wanasema zindiko zindiko kwamba hii nyumba ili iwe imara kwenye misingi pale. Na Mungu naye alichokifanya zindiko hiyo umeiona? Hakikisho kwamba mimi nataka ukaribu na viumbe vyangu na watu nitakaa hapa liwalo na liwe. Ndio pendwa namna gani? Amen. Kuna watu ambao hawaamini uwepo wa Mungu kabisa, na wanaona wakitazama ulimwengu wanajiona tu mwanadamu yuko peke yake na nini. Lakini sisi tu wenye picha ya namna hii ya kwamba yupo Mungu aliyetupenda akaamua kujitoa au kumtoa mwanawe mwenyewe kwa ajili yetu. Hii inatutofautishaje na wale wasioamini Mungu kabisa? Hii yani siku kwa siku hii inaleta tofauti yote kumwamini Mungu na usipomwamini Mungu. Mungu wa namna hii anayejitoa kwa ajili ya viumbe vyake. Inaleta tofauti. Hebu piga picha ya yule ambaye yaamini Mungu kabisa, alafu na sisi nani ana nafuu? Wao wanatuoneaga huruma. Ndio ndio kuonea huruma zaidi. Kwa sababu kwa mfano tu fungu la utaja hapo, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila muumini asipotee bali awe na nini? Uzima milele. Yaani wanakosa kujua thamani yao, namna gani ambavyo Mungu anawatazama wao. Na sasa wao kuona kwamba wako peke yao, wameachiliwa, mambo yanaenda, ila mimi nazidi kufurahia katika zawadi hii ya huyu Mungu ambaye alinipenda mimi mpaka akautoa uhai wake. Yaani ninavyoishi maisha haya sitazami kwa picha ya kwamba niko mwenyewe. Natazama picha kwamba mimi pamoja na mwenzangu na nani, Mungu alitupenda akatoa, ikafika point akatoa uhai wake hata mwanae kwa ajili ya kafara. Hii na kwa picha nyingine pia hata kafara nipate kwa Mungu mwenyewe sasa. Linda na nihakikishia damu yake sio tu ya msamaha ya dhambi. Wao wanasemaje? Hatuhitaji Mungu mkubwa, sisi tunajitosheleza. Kwa nini huyu kuna Mungu huko sijui anakujali na nini? Mimi naweza nikatengeneza ndege nikaenda mwezini, na sasa hivi na mpango wa kwenda Mars. Mimi natengeneza kompyuta, sheria Mungu sijui kumtukuze yeye nini. Mimi ni mimi maliza. Tuna historia nayo ina sehemu yake. Tuna watu ambao wamewahi kusema kwamba Mungu si kitu. Na tumeona matokeo. Wanakuaje? Aliwahi kujenga meli mwanadamu mmoja. Akasema meli hii Titanic ni? hata Mungu ndio alikosea pale. Akasema hata Mungu. Na kweli tuliona kinyume chake sasa. Hawakuwa wanamuita Mungu tusaidie. Watu wakaanza sasa kumuita Mungu yule aliyesemekana kwamba hata yeye hawezi kulifanya chochote meli ile. Kwa hiyo mwanadamu ajitoshelezi mwenyewe. Hakuna, ana mipaka yake. Ana mipaka yake. Na hicho kinachosababisha afanye hivi vitu kinatokana na Muumba wake. Kwa hiyo kumkataa Mungu, huu ugonjwa unaanzia wapi? Kumkataa Mungu na kusema bwana mimi niache. Ni muovu muongo aliyedanganya na anazidi kutudanganya kwamba wewe unaweza ukafanya, sio Mungu. Si Mungu aliumba na wewe unaweza kutengeneza meli, unaweza kutengeneza ndege. Yesu si alipaa na wewe unaweza kutengeneza ndege inayopaa. Ni uongo huo. Lakini maarifa haya yanatokana na Mungu mwenyewe. Na ndio maana tulivyoanza kujenga Babeli, mnara ule ilifika hatua akasema kwamba mnanitania, hamniwezi. Akasambaratisha. La mwisho. Kafara.
Yesu, maisha, mauti, ufufuo. Kwa nini ilikuwa ndio njia ya pekee ya Mungu kuturudisha katika umoja na yeye? Inazungumza nini juu ya dhambi yenyewe? Achana na thamani yetu, dhambi yenyewe, gharama mbona ilikuwa Yesu kafara yote. Hebu tuzungumzie juu ya gharama au dhambi ilichokifanya katika hadi kusababisha ili njia turudi kwa Baba. Yesu apitie yote haya. Anapotaendelea kutafuta pale, naona mwenzangu anatafuta hapo, nitakuja kumalizia. Dhambi inatutenganisha na Mungu, na ndicho kilicholeta anguko. Na dhambi ipo kukula tunda. Dhambi ni pale kilichotokea ni kuacha maagizo ya Mungu, amri. Aliteleza Bwana, aliteleza. Aliteleza. Aliconfirm. Unajua kuna kuteleza? Alifanya, anakuja kuconfirm kwa kilichotokea, na baadaye tunaona anguko. Na tunakuja kusema ila confirm hapo uniache kidogo. Confirm kwamba alikula mwisho wa siku, lakini aliteleza. Na ndio alitelezaje? Akuteleza. Haya, tukiendelea dhambi sasa, yani uzito wake pale. Naona kama tu matunda iko mengi. Mbona Mungu alimind uzito ni kwamba hadi sababisha kale katunda kasababisha Yesu aje kufa. Baada ya dhambi ni kwamba tunapoteza uhai wetu, ukaribu wetu na Mungu, ambayo sasa tunasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Tunapoteza maisha, uhai, uzima wetu kwa sababu ya dhambi. Ili turudishe uzima. Unajua, ili tuweze kuona uzito wa dhambi hapa, hebu tuelezee, ili maana uzito wa dhambi ndio tutatuelezea, kwani utajustify au utahalalisha gharama ya kutununua ya mauti ya Kristo mwenyewe. Sasa hapo najaribu kukufuatilia. Dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Kula tunda. Uasi wa kutokula, au mtu anasema nimechukua bia moja hapo mpaka Yesu aje kufa. Kwa level ile pale ni kutotii. Usile tunda, kutotii. Ni ilikuwa zaidi ya kula tunda. Hiyo zaidi elezea. Zaidi ya kula tunda ni kwamba Mungu aliwaambia msile. Kwa hiyo huo uasi unaonyesha nini? Ni kwamba uasi ni kwamba wanafika tu wanajilinganisha na Mungu. Na hilo ni tatizo kubwa bwana. Kuna Mungu mmoja tu. Sasa unajifanya umekuwa. Kwa hiyo na kwamba na mimi sasa niwe kama Mungu. Kwa hiyo sasa na mimi na akili zangu na mimi najionyesha. Kutaka kuwa kama Mungu ni kumkana. Kwa hiyo sasa ni zaidi ya kula tunda tu. Sasa unaposema kwamba na mimi niwe kama Mungu, ina maana unaweza ukafanya yalivyovifanya, au mkane kwamba na mimi naweza nikaenda kivyangu. Sasa hiyo ikalazimu sasa kafara ya Yesu. Hiyo sasa ikaleta utengano. Kwa hiyo sasa kafara iliingiliaje sasa ili kujustify? Unaweza kuingilia, maana nimemkaba sana mwenzako usije sasa namruhusu baada ya au muache tuendelee kwanza. Sasa baada ya kujilinganisha na Mungu pale, Kristo sasa anaingiaje? Kristo sasa anaingia ili arudishe baada ya kuasi ule. Sasa ubali ukawepo, ambao ulisababishwa na kujifanya mkubwa. Kujifanya mkubwa. Sasa Kristo alikujaje kuuziba huo mbali? Kristo alikuja maana utu ule uliokuwepo ulikufa.
We lost the glory. Kulipoteza utukufu. Sasa alimtukuzaje Mungu akaturudisha kwa Mungu sasa? Yani hii mauti, maisha mauti na ufufuo wa Yesu umezibaje lile pengo au ile umeshughulikiaje hilo tatizo la dhambi? Safi. Maisha alivyoishi, maisha yake yalituelekeza katika kumtii Mungu. Namna sisi watoto wa Mungu tunataka tumtii baba yetu aliyetuumba. Na utiifu wake ni pale ambapo hata alifika kutoa uhai wake. Okay. Baba, ikiwezekana mapenzi ya baba. Hakushindana naye. Kwa hiyo ulikuwa ni unyenyekevu, utiifu wa unyenyekevu. Sasa una comment hiyo? 3:22 Bwana Mungu akasema, hiyo nini? Mwanzo 3:22. Amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake. Amekuwa kama mmoja, akatoa matunda ya mti wa uzima kala akaishi milele. Amekimbia kitu kikubwa sana. Mwana Adam kuishi kwa kufuata hekima au uongozi wa nani? Wa Mungu. Alikuja kutuonyesha namna gani ya kuweza kuishi kama binadamu ambaye anaongozwa kwa nani? Kwa Mungu. Adamu ana offspring wasi, ila yeye anaonyesha a true human being au Adamu wa kweli ambaye kama Mungu alisema anajinyenyekeza, anaachia maisha yake kwa Mungu. Lakini anaonyesha pia uovu ulivyokuwa mbaya, uasi ulivyo mbaya, kwamba mnaona thamani gharama anayotumia kutoa uhai. Mnaona gharama ambayo inatumika katika ule uongo au udanganyo ambao shetani amefanya. Sasa hebu angalieni hii gharama yake. Ya namna ambavyo mimi mwanadamu nitatumia hekima yangu kuniongoza, itaenda kusababisha maasi, uharibifu katika ulimwengu. Na sasa ule upatanisho unaoleta kupitia damu yake ya Yesu Kristo anaonyesha hivi ndivyo ninavyotakiwa mimi niende kuishi. Hivi ndivyo tuende kuishi katika kuangaza, kuishi katika kupitia hekima ya Mungu, ule utukufu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Naamini kwa kupitia kafara ya Kristo Yesu tumezidi kuelewa kina cha dhambi, lakini pia na marefu ya upendo wake. Alishuka kutoka juu katika mwanao tafuta kuziba lile pengo ambalo lilikuwa limeletwa na uasi ambao rafiki yangu amezungumza habari ya kama kiburi vile, kiburi fulani. Lakini utiifu wa Yesu ni unyenyekevu tofauti ambao ulimgharimu sasa mauti. Ni upendo mkubwa kiasi gani? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kafara ya Yesu Kristo. Tunashukuru kwa masomo haya, tunakushukuru kwa kutukumbusha tena na tena gharama ya kununuliwa kwetu kutoka katika utumwa wa dhambi, uongo, udhalimu na udanganyifu wa tamaa. Sasa Baba, tupatie kutembea katika imani na uaminifu wa Kristo Yesu. Tupe Roho wako, tuongoze, turudishe tena kwa masomo mengine kama haya wiki ijayo, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wiki ijayo tuna somo zuri ambalo tutakuwa tunaingia somo la ngapi? Somo la 7. Somo la 7. Tunazidi kusogea. Robo hii leo pamoja na Miano Lubinza na Miano Soma Kalindile pamoja na Geoffrey Omondi. Wiki ijayo tuna somo linalosema misingi ya unabii. Misingi ya unabii. Karibu sana.